Ni changamoto kwa sababu unajua performance ambayo amekuwa nayo msimu uliopita watu wengi wanatamani kuiona ikiendelea, lakini mimi kwangu niwahi kusema Jinchazawa ni mchezaji mzuri, lakini sio kwenye hiyo level ambayo watu wanataka kuzungumza, kwa sababu tukizungumza creativity ya Jinchazawa kwangu mimi ni ya kawaida sana, yani haijafikia kwenye hiyo level ya kutishia amani ya nchi kwamba yes kuna mchezaji anaweza kukutengenezea nafasi 20 clear. Ni mchezaji ambaye ubunifu wake mkubwa uko kwenye set pieces na mheshimu kwenye hilo eneo. Kwenye set pieces ni moja kati ya watu hatari sana, lakini kwenye open play kwangu mimi Jinchazawa ni mchezaji wa kawaida kabisa. Yani unaona hichi kinachotokea kipindi cha Pantev alikuwa hapati nafasi, ni kwa sababu kuna vitu anakosa. Kuna nyakati tunahitaji work rate yako iwe kubwa kiwanjani, tukiwa tumepoteza mpira vipi tuna haso kuutafuta, usio tuna wachezaji wengine ni abiria, kwa sababu kuna nyakati tunafungwa kwa sababu kuna wachezaji tu wameamua kuwa abiria uwanjani. Kwa hiyo kwangu mimi kwa Jinchazawa yeye mwenyewe amepima, ameona kabisa namna ya kutoboa kwenye klabu ya Simba sasa hivi kidogo imekuwa ni changamoto. Kwa mimi namuelewa kama mchezaji, anahitaji mazingira mapya, anahitaji kwenda kucheza. Kwa hiyo tusubiri tuone nini kitatokea. Ndio kocha mpya wa Simba Steve Barker, utakuwa ni ujio wa namna gani kwa upande wa klabu Simba ambao walikuwa wanahangaika sana kutafuta makocha na hatimaye wamempata yule kocha kutoka Stellenbosch FC. Ametoka katika timu yake lakini ameiacha timu kwenye hali mbaya, nafasi ya 14 watatu kutoka mwisho. Ni kocha mzuri kwa sababu tumeishuhudia Stellenbosch msimu uliopita ilitolewa na Simba kwenye mashindano ya shirikisho, lakini bado kwa standard ya mwalimu ni mwalimu mzuri kwa mpira wa Kiafrika. Mimi ambacho nataka kukiona kile kinachofanyika Stellenbosch kwenye kutengeneza yale mazingira ya Steve Barker, ameifikisha Stellenbosch kwenye mazingira ambayo hawakuwahi kuota kufika, lakini leo tunazungumza wako hapo kwenye mpira wa Afrika tayari. Kuna namna ukizungumza Stellenbosch watu wanaelewa ni nini unazungumzia. Kwa hiyo naamini kama Simba pia watamtengenezea hayo mazingira, inaweza ikawa ni kazi rahisi kufanya kazi na wachezaji waliopo, na mwisho wa siku tusubiri kuona ni nini kitatokea, lakini ana kazi ya ziada ya kufanya. Hizi ni nyakati ambazo klabu inapitia kwenye vurugu nyingi sana na wanachama na mashabiki. Klabu inahitaji kurudi kwenye winning ways zake. Imekaa ni msimu wa 5 bila ubingwa wowote. Ni jambo baya sana kwa klabu kama Simba. Kwa hiyo wanahitaji kurudisha hiyo heshima, na wanarudisha vipi? Ni kwenye kufanya selection sahihi ya mwalimu. Kwa Pantev ameondoka, kelele zimekuwa nyingi sababu ya kufungwa mechi 2 za kimataifa, lakini unawaza pia kuna wachezaji wa kufanya kazi yao vile inavyotakiwa. Yani mwalimu yes anaweza kawa na room ya makosa, lakini wachezaji je, wametekeleza majukumu yao 100%? Kwa sababu kuna nyakati unapata nafasi 3, ni wewe na goalkeeper, ni wewe na nyavu, mtu anapiga nje anashindwa kupiga mpira, bado tunarudi kumlaumu mwalimu. Kwa hiyo bado kuna changamoto pia kwenye klabu ya Simba, wachezaji kuhakikisha kwamba kila nafasi inayopatikana ni muhimu kwenye mchezo, kwa sababu huwezi kuupata ubingwa kama ushindi mchezo, huwezi kuupata ubingwa kama kufanya vitu vyako kwa ukubwa wa 100%. Kwa kwangu mimi naamini Steve Barker ni moja kati ya walimu bora, lakini ubora wake unaweza kuja kufifia akiwa na klabu ya Simba. Amewahi kuja benchika hapa, ametoka kushinda Super Cup, amemfunga Ahli, lakini amekuja hapa hakuchukua raundi, ameondoka kwa sababu yeye na Simba walishindwa kumatch na kwenda kwenye njia ambayo inafanana. Kwa mwisho wa siku ni namna ambavyo yeye atakuja kufanya kazi. Hakujawahi kuwa na usajili mbaya, narudia tena, hakujawahi kuwa na usajili mbaya duniani. Issue unakuja kufanya kazi ya aina gani kwenye klabu yako. Kwa hiyo tusubiri tuone kazi yake atakuja kuifanya. Simba tumefaika vipi na mwalimu na kocha huyo kazi? Naamini ni kuendelea kutengeneza profile kubwa, kwa sababu kwenye selection ya makocha Simba hawajawahi kuchagua kocha ambaye sio kocha mzuri. Issue mazingira anakuja, aina wachezaji ulionao anaweza kufanya nao kazi, unaweza kutekeleza vile ambavyo mwalimu anavihitaji. Ameondoka hapa Fadlu Davids na alizungumza kuna baadhi ya vitu alivihitaji kwenye sehemu ya kiwanja cha mazoezi imeshindikana kuvileta, kaona haina sababu mimi kuendelea kubaki hapa, na ni kwa sababu tumekuwa na mpira ambao siasa zinakuwa nyingi kuliko uhalisia. Kwa hiyo unaweza ukaleta mwalimu wa aina yoyote, kama siasa zinakuwa nyingi kuliko uhalisia mchezo wa mpira wa miguu, tutaendelea kubaki hapa tulipo kila leo. Sasa hivi kaji kwa upande wa klabu Simba kuchukua maelewano mazuri kwa upande wa mashabiki, viongozi. Mimi naamini sio kitu kizuri, ni kwa sababu ya namna ambavyo mpira wetu sisi tumechagua uwe, lakini tunaweza kuondokana na hizo biashara. Tunaweza kufanya vitu vingine bora kabisa kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo kikubwa ni watu kuweka focus kwenye mchezo. Hizi biashara zingine, kwa sababu tukiwaza kiongozi huyu anamzungumzia kiongozi yule, tuliwahi kuongea na Magori akasema kuna baadhi ya viongozi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Petro, timu imefungwa, kuna watu wanashangilia. Sasa unajiuliza kama ni kiongozi timu inafungwa unashangilia, kwamba wewe kilichokuweka hapa ni kitu kingine tofauti na
na club. Kuna vitu vingine unavipata vinakunufaisha wewe tofauti na club. Kwa hiyo ni changamoto kwenye mpira wetu. Mimi naamini tukiondokana kwenye hizo biashara tunaweza kutengeneza timu strong ambazo tunaota siku moja kuwa kama Ahly, unaota kuwa kama Mamelodi, unaota kuwa kama sijui Esperance de Tunis na vilabu vingine barani Afrika. Huwezi kufika huko kama una hizi njia zingine za Kiswahili, mambo yanakuwa mengi, huwezi kufanikiwa kwenye mpira. Hata mpira hujawahi kuwa na shortcut. Ufuati njia ya mpira huwezi kufika mwisho ambako ndo njia sahihi unatakiwa kwenda. Kwa hiyo mwisho siku wataendelea kurudi hapa walipokuwa leo na wataendelea kubaki hapa kila siku, kwa sababu kuna vitu haviendeshwi kwenye misingi ya mpira. Tunaendesha kwenye utashi wetu tu, tunataka mimi nimeamka leo hiki sitaki kukiona, nataka kiwe hivyo hivyo. Kwa hiyo mwisho wa siku tutaendelea kubaki hapa. Mashabiki wa Simba wamefanya dua, walikuwa wakidai kwamba watasoma albadili na wamefanikisha jambo hilo. Hali la pesa. Ndo haya anazungumza mambo ya Kiswahili sasa. Yaani hata wao wenyewe mnaoenda kucheza nao wanaomba Mungu pia. Sasa kama nyewe uwanjani hamwekezi, haiwezi kukusaidia, kwa sababu tunasema maombi yanajibiwa kwa wale wanaoonyesha jitihada. Wamesema hiyo kwa sababu ya jasusi anatoa siri. Ndo hayo nasema, yani hayo maombi, yani kama nyewe wenyewe hamfanyi kazi ya kujua ni nani anayetoa siri zenu, usitegemee maombi yanaweza akawasaidia tu, kwa sababu mko naye kila siku. Yani kwamba nyie muda wote mlikuwa hamjui hizi siri zinatokaje huko nje. Kwa hiyo ni mwisho siku ni mambo yao wao wenyewe. Mimi naamini kama unahitaji vitu vitokee, kikubwa ni wao wenyewe kukubali kwanza kufanya jambo kwa sababu ya Simba, sio kwa sababu ya maslahi ya mtu binafsi. Vinginevyo watasoma sana albadili, watafanya kila wanachokitaka, lakini haiwezi kuwa rahisi, kwa sababu watu wanafanya kazi. Yani huyo ambaye wanamuita jasusi anafanya kazi, ndio maana hizo taarifa anazipata na peleka upande wa pili. Kwa hiyo hata wao wanatakiwa kufanya kazi kumjua ni nani. Kwa hiyo na kuna ile kauli wanasema unaloliweza usimwachie Mwenyezi Mungu, limalize. Kwa hiyo mimi naamini wanaweza kulimaliza pia. Utabiri wangu utabaki vile vile ambavyo nilitabiri kabla hata ya msimu kuanza. Simba anakuwa bingwa wa ligi, Young Africans nafasi ya pili, Azam nafasi ya 3, Black Stars nafasi ya 4, nafasi ya 5 na hapa JKT Tanzania. Yes. Simba nafasi ya kwanza. Ubingwa niliutabiri kwa Simba kabla ya msimu kuanza, na lineup yangu imebaki vile vile. Nimeongeza JKT tu kwa sababu inaniambia timu 5. Yes. Shukrani sana. Shukrani pia.